Yes, mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye PMTV Updates leo hii bwana, tupo na kijana raia wa Kitanzania, na huyu si mwingine bwana, anamzungumzia Clement Francis Mzize ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Young Africans, lakini pia na timu ya taifa ya Tanzania. Na jana kwenye kuiwakilisha Tanzania pamoja na klabu yake bwana Clement Francis Mzize, tunakumbuka alikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kung'ang'ania goli bora la msimu kwenye michuano ya CAF, na goli ambalo la kwake liliingia kwenye kinyang'anyiro hicho lilikuwa ni goli alilolifunga dhidi ya Tupuisa Englaba Di Mazembe ya kutoka kule nchini DR Congo, na goli lake hilo ambalo lilifunga tarehe 4 ya Januari mwaka 2025 katika mechi ya pili ama mechi ya marudiano kwenye hatua ya makundi dhidi ya Tupuisa Englaba Di Mazembe, ambako huko Young Africans alifanikiwa kushinda magoli 3-1. Na goli hilo bwana, jana CAF wamelitangaza kwamba ndo goli bora la msimu kwenye michuano ya CAF. Lakini hiyo so story tena. Story ni kwamba yeye baada ya kuweza kutoa tuzo hiyo na kutangazwa na CAF hakuwepo kuipokea tuzo hiyo, na nakumbuka siku moja iliyopita kupitia meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Young Africans, nikiwa namzungumzia Ali Shaban Kamwe, aliweza kutanabaisha kwamba kutokana na ushauri waliopewa na daktari ni kwamba Clement Francis Mzize hatakiwi kusafiri umbali mrefu, na hii ni kutokana na upasuaji wa goti ambao alifanyiwa, ambao inasemekana unaweza ukamweka nje ya uwanja kwa takriban wiki 8 mpaka wiki 10. Lakini gumzo limekuja kuibuka zaidi ni pale ambapo mchezaji mwingine ambaye naye alishinda tuzo ya mchezaji bora barani Afrika, nikiwa namzungumzia Achraf Hakimi ambaye ni fullback wa kulia wa timu ya taifa ya Morocco, lakini pia akiwa anakipiga ndani ya klabu ya PSG ama Paris Saint-Germain ya huko nchini Ufaransa, ambaye naye alikuwa kwenye majeraha, na jana alionekana akiwa natembea na vifaa maalum vya kumsaidia kwa yeye kuweza kufika kwenye stage pamoja na kuweza kuichukua tuzo hiyo ambayo aliishinda hapo jana. Sasa watu wakawa wameibuka na kuuliza maswali kama Achraf Hakimi ametoka kwenye majeraha na bado yupo kwenye majeraha, amefika na kuitoa tuzo, kwa nini Francis Clement Mzize hakuweza kufanya hivyo? Lakini pia tukapitia kwenye ukurasa wa Mzee wa Jambia ambaye aliandika hivi baada ya kuposti picha Clement Walid Mzize, andika: hongera sana Clement Mzize kwa kushinda tuzo ya goli bora la mwaka la CAF, lakini nimejiuliza kwa nini Clement hajaenda Morocco kuchukua hii tuzo ya kihistoria kwake, Yanga Afrika na Tanzania kwa ujumla. Majeraha, akaweka alama ya kiulizo. Lakini pia amemuona Achraf ambaye akiwa namzungumzia Achraf Hakimi, na hiyo ndo post ambayo alipost Wilson Uluma mara tu baada ya Clement kuweza kutangazwa kwamba ni mchezaji bora ama mchezaji ambaye amefunga goli bora la michuano ya CAF msimu uliopita. Sasa na wewe unatakiwa tuachie comment yako hapo, utuambie, je, unahisi Clement Mzize itakiwa kufika pale ili aweze kuweka historia zaidi, ama kile ambacho kimefanywa na klabu ya Young Africans yeye kuwakilishwa na rais wa klabu hiyo kilikuwa ni bora zaidi? Nafasi nayo kwa kuweza kuacha comment yako chini ya story hii. Lakini pia nikukumbusha, wakati unafanya hivyo sasa kutembelea website ya pmbet.co.tz, kwa sababu huko zinatoka pesa, yanatoka magari. Tunakumbuka hii ni weekend ya mikeka, kwa hiyo wale wanangu wa mikeka, hakikisha unafanya bashiri zako kupitia PMBet ili sasa ukishinda uweze kuingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi ni Raymond Elias.